Kitabu cha Hesabu tusome sura ya 21 mstari kuanzia wa 4 hadi wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka wa moto kati ya watu, wakawauma, watu wengi wakafa. Damu ya Yesu Kristo. Mungu amewatumia watumishi wake katika maandiko matakatifu ili kutufundisha leo sisi, akituonya na kutuelekeza njia ya kweli, njia ya uzima, akituonya tusipite njia ya mauti, bali tupite njia ya uzima ambayo ni yake yeye mwenyewe. Ameichagua sisi wote tuishi kwa njia hiyo, tupate uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Mungu anatuonya kupitia maandiko matakatifu, kupitia watumishi wake amewatumia. Kwa njia ya hao anatuonya sisi leo na vizazi vingine vyote kwamba tuishi kwa neno lake, tuishi anavyotaka na tusiishi tunavyotaka. Na kama tukitaka kuishi tunavyotaka, tukitaka kumwabudu Mungu tunavyoona sisi ni vema, mauti iko mbele yetu, itatupata. Lakini kama tukiishi kama Mungu alivyotuamuru, basi sisi tutamfurahisha Mungu na sisi tunaitwa wana wa Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Kama ilivyo, mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ninaishi kama Mungu anavyosema, kama Yesu Kristo Bwana wetu anavyosema. Kwa hiyo tutahubiri injili ambayo Yesu Kristo ametufundisha sisi na ametuamuru tuihubiri kwa watu wote. Hiyo ndiyo injili ya kuleta uzima wa milele kwa kila mtu aiaminie. Kwa hiyo bila kuona haya au kuogopa, ni lazima tuhubiri neno la Yesu Kristo. Lazima tuhubiri neno la Yesu Kristo ili watu wapate uzima wa milele kwa hilo neno. Au hata kama hawatamwamini Yesu Kristo, wasiwe na sababu siku ya mwisho kusema kwamba hatukusikia hii injili, hatukusikia kabisa. Kwa hiyo Mungu ametutuma tuhubiri injili ya kweli, neno lake, ili dunia isije ikapata sababu ya kusema hatukusikia. Injili itasikiwa na kila mtu, kwa mtu anayempenda Mungu na kwa mtu asiyempenda Mungu, wote watasikia injili, na siku ile hawatakuwa na neno la kusema. Damu ya Yesu Kristo. Kila kilichoandikwa kwenye Torati na manabii na Injili na nyaraka za mitume kitatimizwa. Kila kilichotabiriwa na manabii watakatifu na mitume na Yesu Kristo mwenyewe kitatimia. Mtu atake au asitake, hayo maneno matakatifu yote yatatimia. Na hata sasa yanatimia na yanaendelea kutimia. Na sasa shida, uko upande gani? Unayatimiza haya maandiko ukiwa upande gani? Ukiwa upande wa uasi au ukiwa upande wa uaminifu mbele za Mungu? Lakini manabii walichokitabiri kitatimia, vyote vitatimia. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuangalia kwamba maandiko matakatifu yanasema nini, na nyakati hizi tunazoishi ni nyakati za namna gani? Je, maandiko yanatimiaje? Na kama unayaona yanatimia, wewe uko upande gani? Hili ndilo jambo la kujiuliza kila mtu. Lakini manabii walichokisema, Mungu alichotabiri kupitia vinywa vya manabii, vinywa vya mitume, na Yesu Kristo alichosema, vyote vitatimia na vinatimia. Damu ya Yesu Kristo. Watu wengi sasa hawaangalii unabii ambao wa Mungu aliyoutabiri, aliyousema kupitia mitume na manabii. Hawaangalii, wanaangalia mambo yao tu. Hawaangalii maonyo Mungu anayoonya. Hawaangalii Mungu anasema nini. Wao wanataka kuishi wanavyotaka wao.
wanataka kumwongoza Yesu Kristo, hawataki kufuata Yesu Kristo anavyosema. Na siku zote watu wamekuwa wakaidi kuyaangalia maneno matakatifu, kuangalia unabii wa Mungu unasema nini, na wao wabadilike waishi hivi. Damu ya Yesu Kristo. Watu wanatakiwa kutambua hivyo. Watu wanatakiwa kujua hivi. Unabii unatimia siku hadi siku, lakini watu hawajali. Watu hawafikirii, watu hawana hofu, ingawa wanaona mambo ya hatari yaliyotabiriwa yanatimia sasa hivi, lakini hawafikirii. Wamejipumbaza akili zao, hawataki kufikiria, mbona haya mambo yanatimia? Labda nitubu, nigeuke, nimrudie Yesu Kristo, lakini hawana habari. Wanaangalia tu njia zao, wanaangalia dunia, wanaipenda dunia, kila kitu wanapenda kitu cha dunia hii. Wasijue dunia haina uzima, dunia inamiliki mauti. Kwa hiyo wameipenda mauti, hawapendi uzima. Kama wangependa uzima wa milele, wangemtazama Yesu Kristo na kumtii, wangeitii hii injili ya Yesu Kristo, wangemwamini Yesu Kristo kwa uaminifu wote. Lakini sasa wamekuwa wanafiki, kwa sababu upendo wao wameuelekeza katika dunia, kwa ajili ya mambo ya dunia. Damu ya Yesu Kristo. Mauti iko juu yao, kwa sababu vitu vyote vya dunia, Yesu Kristo anasema hivi, mtu itamfaidia nini? Utapata faida gani hata kama ukapewa hii dunia yote na fedha na mali zilizomo na fahari zake zote ukapewa wewe, lakini ukakosa uzima wa milele, ukaiangamiza roho yako? Faida iko wapi? Ni faida gani umepata? Ndiyo, dunia yote umepewa na fedha na mali zake, fahari zake zote ni miliki yako, lakini huna uzima wa milele. Ina faida gani? Hii ni kumaanisha kwamba dunia na vitu vyake vyote vilivyomo haina uzima wa milele, ina mauti. Kwa hiyo uzima wa milele haupatikani ndani ya dunia hii na vitu vyake vyote. Hata kama ukivimiliki, unamiliki vyote, ndio ni vyako vyote, ndio, lakini havina uzima wa milele. Kwa hiyo hata kama unamiliki, umekuwa tajiri, umekuwa maarufu, umekuwa na utukufu, bado wewe unayo mauti, kwa sababu dunia inamiliki mauti. Uzima wa milele haupatikani ndani ya dunia. Kwa hiyo ni hasara juu ya hasara. Mwisho wa siku mauti. Hamna furaha hapa. Kama mtu mwenye akili atajua hapa nimeangamia. Ndio maana Mungu anasema msiipende dunia, kwa sababu ndani ya dunia hakuna uzima wa milele, hakuna uzima wa roho ya mwanadamu. Kweli fedha ina nguvu, mali zina nguvu, dunia ina nguvu, lakini nguvu ya dunia na fedha na mali zilizomo hazina uzima, zina mauti. Ni nguvu ya mauti. Tunaweza kusema ni nguvu ya mauti, kwa sababu unayo fedha, unao utajiri, unamiliki dunia, lakini dunia haina uzima, ina mauti. Kwa hiyo unamiliki mauti, unamiliki nguvu ya mauti. Yesu Kristo anaposema hata ukipewa dunia nzima na fedha na mali zilizomo, bado kama huna uzima wa milele, ni kazi bure. Kwa hiyo hakuna mahali popote penye uzima wa milele isipokuwa mtu mmoja, Yesu Kristo Mungu wetu. Huyo ndio mwenye uzima wa milele, na yeye ndiye uzima. Kwa hiyo mtu yeyote akiwa na Yesu Kristo ndani ya moyo wake ana uzima wa milele. Kwa hiyo ni afadhali nikose dunia yenyewe, na afadhali nikose fedha na mali na dunia yenyewe yote, nikose, niwe masikini milele, lakini niwe tajiri wa uzima wa milele. Yesu Kristo aishi ndani yangu. Damu ya Yesu Kristo. Hii ndio hekima ya Mungu. Dunia haina maana. Hata kama nikiwa nimeikosa dunia, nimekosa fedha na mali duniani, nimekosa majumba na magari, hii kwangu hamna shida, kwa kuwa nina kitu chenye nguvu, chenye uzima wa milele, Yesu Kristo. Watu wamekataa Yesu Kristo, sasa wanatazama fedha na mali, wanaitazama dunia yenye mauti, wanakiacha kitu muhimu, wanauacha uzima wao, wanatafuta
mauti ya milele, wanakataa uzima wa milele, damu ya Yesu Kristo. Hawampendi Mungu. Kwa hiyo unabii unatimia. Unabii unatimia siku hadi siku. Watu hawampendi Mungu ingawa ndiye aliyewaumba. Watu hawampendi Yesu Kristo ingawa ndiye aliyewafia msalabani. Watu hawataki kumwamini Yesu Kristo, hawataki kuutumania mwili na damu ya Yesu Kristo ndiyo iliyofia msalabani. Wanamtaja mdomoni tu, moyoni hawana. Wanamtaja mdomoni, moyoni wanayo fedha na mali wanayo dunia. Kwa hiyo wanampenda dunia zaidi, lakini wamemchukia Yesu Kristo. Ndiyo maana unaona dunia imechafuka. Ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 21 inasema hivi: Mungu alipowakomboa wana wa Israeli kutoka Misri, wamekaa huko miaka 400, akawajia wana wa Israeli kama alivyomwahidi Ibrahimu mtumishi wake, kama alivyomwahidi Isaka mtumishi wake, kama alivyomwahidi Yakobo mtumishi wake, kwamba baada ya miaka 400 nitawajia watu wako, watu wangu, taifa langu. Nitawakomboa kutoka Misri, nchi ya utumwa. Nitawapeleka katika nchi ya ahadi, nchi hii Kanaani. Hii itakuwa nchi yao na mimi nitakuwa Mungu wao. Wakati amewakomboa, wamefika jangwani, anawapitisha huku na huku akiwalisha chakula walichokuwa wakila wakiwa njiani miaka 40 ni mana inayotoka juu. Mungu alikuwa akiwanyeshea chakula kutoka juu mbinguni. Hawakula chakula cha dunia hii, hawakutegemea chakula cha dunia hii. Akiwa anawasafirisha, yeye ndiyo Mungu, yeye ndiyo chakula, yeye ndiyo kinywaji, akawalisha chakula kutoka mbinguni. Wakiamka asubuhi, wanakuta chakula kimedondoshwa, chakula kimenyesha, kimetapaka. Watu wanachukua, wanaokota, wanakula. Miaka yote walikula hicho chakula. Wakiwa na kiu, Mungu alipasua mwamba kuwapa maji ya kunywa. Kila kitu walitegemea kutoka juu mbinguni. Walikula chakula cha mbinguni. Lakini walipokuwa wakisafiri, hawa watu wakafika mahali wakaichoka hiyo njia. Wakaanza kukumbuka Misri, wanakumbuka vyakula vya Misri, wanakumbuka vyakula mbalimbali vya Misri, vitamu, nyama, vyakula mbalimbali, matango, maboga. Biblia imeandika hivyo, imeandika wakayakumbuka maboga, matango, vitunguu, vyakula mbalimbali, nyama, samaki, imeandikwa hivyo. Wakavikumbuka hivi vyakula, wakaanza kumnung'unikia Mungu na Musa mtumishi wake. Wakasema, umetutoa Misri ili tufe jangwani, tunateseka jangwani, hatuoni raha sisi, hatufarijiki sisi. Tulikuwa Misri tunafurahi sisi, tunakula vyakula vizuri, tunakula vyakula, tunashiba, tunaishi. Hata kama tulikuwa watumwa, lakini tulikuwa tuna furaha. Misri ilikuwa inatulisha chakula kizuri, lakini angalia hapa jangwani, njia hii ni tupu, haina chakula. Chakula hatuna sisi, maji hakuna, umetuleta kuja kufa tu huku. Angalia binadamu, kila siku wanakula chakula kutoka juu, lakini maneno wanayosema, wanasema na hapa tunapita hatuna chakula. Lakini kila siku wanacho chakula kutoka juu, wanakunywa maji ya mbinguni, wanakula chakula cha mbinguni, lakini wanaposema, wanasema na hapa hatuna chakula. Wakikifananisha, wakiangalia chakula cha Misri, wakiangalia vyakula vya Misri, wakiangalia na chakula cha mbinguni, wanaona hapa hatuna chakula. Vyakula ni vile kutoka Misri, vile ndo vyakula vile, lakini hii maana hiki sio chakula sisi. Kwa hiyo wanatamka kwamba na hapa hatuna chakula, na wanaposema hivi wanakuja kusema na hiki tumekikinai,
sio chakula. Tumekichoka hiki chakula. Hiki chakula kinachotoka mbinguni tumekichoka. Kila siku ni hicho hicho, kila siku ni mana, kila siku ni mana. Tumechoka. Tunawezaje kula chakula kimoja tu kinachotoka mbinguni? Tunataka kuchanganya kama Misri. Misri tuna vyakula vingi, tuna nyama, tuna samaki, tuna matango, tuna maboga, tuna vitunguu swaumu, tuna vitunguu vya kila aina, vyakula vya kila aina. Hapa tunakula tu mana, kila siku mana, kila siku mana. Tumechoka, tumekikinai. Hakuna chakula hapa. Hawa ndo binadamu. Damu ya Yesu Kristo, Mungu ndo mkombozi wao, na kama Mungu ndio mkombozi wao, ana chakula kwa ajili yao, na hiki chakula ndio chakula cha uzima, chakula cha wao kuishi. Lakini wao hawataki hiki chakula cha uzima, wanataka vyakula vya Misri ambavyo ni vyakula vya utumwa, vyakula vya mauti. Ingawa vyakula vya Misri vina mauti, lakini wamevipenda hivyo, wanavisifu hivyo, kwa sababu hivyo vyakula viko ndani ya mioyo wao. Lakini chakula kutoka mbinguni hakipo ndani ya mioyo yao, wanakikataa chakula hicho. Vyakula vya Misri vina mauti ambavyo sio vya Mungu, havitoki juu mbinguni. Lakini vya chakula cha Mungu kinatoka juu mbinguni, kina uzima. Hawataki kula, kwa hiyo wanakataa uzima, wanataka mauti. Wanasema umetutoa Misri, wanaitaja Misri, wanaikumbuka Misri. Ingawa walikuwa chini ya mauti huko Misri, lakini wanaikumbuka Misri. Kuna vyakula vitamu, na hapa hatuna chakula. Ingawa na chakula cha mbinguni, lakini wanasema hatuna chakula hapa, kwamba hawakijali, hawakithamini, hawakitegemei kwa ajili ya uzima. Wanasema hakuna. Tusome mara moja zaidi. Wanasema mstari wa 5, wanasema hivi: watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Wakakitukana chakula cha mbinguni, wakasema ni chakula dhaifu. Wakakitukana chakula cha Mungu alichowapa kwa ajili ya uzima, wakautukana uzima, chakula dhaifu hiki. Wakakitukuza chakula cha Misri, matango, maboga, samaki, nyama za Misri. Damu ya Yesu Kristo. Walimwambia Musa, tumekumbuka vyakula vya Misri, tumekumbuka vyakula vya Misri, maboga, matango, makomamanga, tumekumbuka vitunguu, samaki, na hapa tunahangaika na hii mana, tuna mana tu. Walimwambia Musa hivyo, tunataka nyama sisi. Mungu akawaletea kware, akawambia waache, nitawapa kware. Alipowaletea kware, wakaokota kware, wakaanika, wakala. Walipoweka mdomoni tu, Mungu akawaua. Kwa nini? Wanaolozesha vyakula wanavyovitaka. Wanasema tunataka maboga, matango, nyama, samaki za Misri, tena wanasema za Misri utumwani. Mungu akawapa nyama. Walipokula nyama, Mungu akaghadhibika, akawaua. Nini maana yake? Wanataka kumwabudu Mungu wanavyotaka wao. Wanataka kula chakula mbele za Mungu, chakula wanachokitaka wao, sio anachokitaka Mungu. Hawataki kujua hiki chakula kina mauti, hawataki kujua hiki chakula sijui ni muhimu kiasi gani, hawataki, bali wanataka kile chakula kilichopo moyoni mwao wanachokipenda. Hiki ndicho wanachokitaka. Wanataka vya Misri, wanataja tu Misri, hawataji mbinguni. Kwa hiyo wanataja Misri midomoni mwao, ukiwasikia wanahubiri tu vyakula vya Misri. Unaona, wanataja tu Misri. Misri kuna mauti, lakini wanaipenda Misri, wanataja tu Misri.
wanataja vyakula vya Misri, hawataji hata mbinguni, hawataji chakula cha mbinguni. Mana wanasema ni chakula ovyo, wanakitukana. Mungu akawaua. Kila walipotaja vyakula vya Misri na kutaka hivyo, Mungu aliwaua. Na hapa napo wanasema hatuna chakula hapa, mmetutoa Misri. Wanakumbuka Misri. Mungu akawaua. Mungu akatuma nyoka wa moto. Alipotuma nyoka wa moto, wakawauma, watu wengi wakafa. Mungu aliwaua. Kwa nini? Wamekitukana chakula cha mbinguni, wamesema ni kidhaifu. Hiki wanachokiita kidhaifu ndio uzima wa roho zao, na hicho wanachokiita chakula safi cha Misri chenye nguvu ndio mauti yao. Binadamu hawaelewi. Wanakitukuza chakula cha Misri cha dunia hii, wanakitukana chakula cha mbinguni cha Mungu kwa ajili ya uzima wa roho zao. Mambo haya maana yake nini? Ukiangalia unaona tu labda ni Mungu na Israeli, Mungu na watu wa Israeli. Sio. Israeli wanawakilisha Wakristo wacha Mungu, wanaoongozwa na Mungu, waliokombolewa kutoka Misri ya roho, waliokombolewa kutoka dhambi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mkono wa Bwana. Hawa ndio wanawakilishwa na Israeli. Hawa ni Wakristo. Kwa hiyo Israeli ni kiburi, sura yenyewe Wakristo, damu ya Yesu Kristo. Huu ni unabii ambao umetimia sasa. Hiki chakula wanachokitaja Misri, Misri ni kiburi, sura yenyewe ni dunia. Dunia inawakilishwa na Misri. Chakula cha Misri kinamaanisha mafundisho ya dunia, vyakula vinavyopendwa na dunia, yaani mafundisho yanayopendwa na wanadamu. Wanapenda mafundisho ya dunia kwa sababu wao ni wa dunia. Lakini Israeli wameondolewa, wamechaguliwa kutoka Misri. Hii maana yake wameteuliwa kutoka Misri, wakachaguliwa ili wawe watu wa Mungu, waishi mbele za Mungu, wale chakula cha Mungu, wasikumbuke tena Misri. Kwa hiyo Wakristo hapo mwanzo tulikuwa chini ya dunia, tulikuwa watu wa ulimwengu huu, kama Yesu Kristo anavyosema walikuwa wa ulimwengu, lakini mimi nikawachagua kutoka ulimwengu, nikawakomboa muwe mali yangu, muwe Kristo wa Kristo, kanisa langu. Sasa kwa kuwa nimewatoa ulimwenguni, hamwezi kukirudia chakula cha ulimwengu, hamwezi mkala chakula cha ulimwengu, mtakula chakula changu mimi kinachotoka mbinguni, mwili na damu yangu, damu ya Yesu Kristo. Israeli walikuwa Misri, lakini Mungu akawatoa Misri wawe watu wake, wamwabudu yeye, wale chakula cha mbinguni. Lakini hawa Israeli wanafika mahali wanakumbuka chakula cha Misri, wanataka chakula cha Misri, wanataka kinywaji cha Misri, wanakikataa chakula cha mbinguni, wanasema ni kidhaifu, wanakitukana. Hili ni fumbo, ni unabii kwamba zamani zinazokuja kanisa litakataa chakula cha mbinguni. Ingawa wamekombolewa kutoka ulimwengu kwa damu ya Yesu Kristo, wamefanywa kuwa Wakristo, wamwabudu Mungu katika roho na kweli, lakini hawa Wakristo watakataa chakula cha mbinguni, watakitaka chakula cha duniani, kule utumwani walikokuwa wanaishi. Tulikuwa wa ulimwengu sisi, lakini kwa damu ya Yesu Kristo Mungu ametukomboa. Sasa tumekuwa Wakristo, wana wa mbinguni. Lakini sasa tukiwa chini ya Mungu wetu, tukiwa chini ya Yesu Kristo, tunacho chakula tulichopewa kutoka mbinguni. Hiki tule siku zote za maisha yetu, hiki tule siku zote za maisha yetu. Chakula kinachotoka mbinguni ni chakula kila siku bila kukichoka, kwa sababu hicho ndicho kinachotufikisha mbinguni. Hicho ndicho kitakachotupa sisi uzima wa milele. Mungu ametupa chakula kwa ajili ya uzima wa milele. Dunia inakupa chakula kwa ajili ya mauti ya milele. Israeli wametolewa utumwani,
Sasa wanakula chakula cha uzima wa milele, hawakitaki, wanataka kukirudia chakula cha umauti ya milele. Angalia, huu ni unabii kwamba zamani zitakuja watu watakaokombolewa kutoka dunia hii, watakaokombolewa kutoka utumwa wa dhambi, laana na mauti kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mwili wa Yesu Kristo. Hawa watakataa hiki chakula, watataka chakula cha dunia, mafundisho ya dunia hii, damu ya Yesu Kristo. Misri inawakilisha dunia. Vyakula vya Misri vinawakilisha mafundisho ya dunia, na hicho chakula walichopewa kutoka mbinguni ni mana. Mana inawakilisha Yesu Kristo, huyo ndiye chakula. Mana ilikuwa inatoka mbinguni. Mungu aliwapa mana kutoka mbinguni. Hii ni kumaanisha kwamba Mungu ataupa ulimwengu chakula cha mbinguni chenye uzima wa milele, amba hicho chakula mana ni kivuli, sura yenyewe ni Yesu Kristo Bwana wetu, damu ya Yesu Kristo. Sasa kwa kuwa Israeli wanaikataa mana, hii ni kumaanisha kwamba ingawa wamekombolewa, lakini katika safari yao kuelekea Kanaani wanakikataa hiki chakula cha kuwafikisha Kanaani. Kanaani ni kivuli, sura yenyewe mbinguni, mji mtakatifu, mji wa ahadi. Tumeahidiwa kuishi na Mungu mbinguni katika mji ule Yerusalemu. Kwa hiyo sasa tumekombolewa na tunaishi hapa duniani tukipewa chakula cha mbinguni, tule hiki mpaka siku tunafika Yerusalemu wa mbinguni. Kanisa limegoma, wametimiza unabii. Yesu Kristo ndiyo hiyo maana ambayo Israeli waliikataa. Leo na sisi usiseme wa Israeli walikuwa wajinga, waliikataa maana. Ulikuwa unabii kwa ajili ya leo kwamba kanisa litakataa hiyo maana hiyo. Leo tunaona Wakristo wanaikataa maana ya mbinguni. Tunaona kila mahali ulimwenguni kote wanamkataa Kristo. Utasema wanamkataaje? Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 6, Yesu Kristo anawaambia watu Wayahudi hivi, anatuambia na sisi, baba zenu walipewa mana jangwani, lakini hiyo mana sio Musa aliyewapa, ila ni Baba yangu. Baba wa mbinguni ndiye aliyewapa hicho chakula mle kwa ajili ya uzima. Sio Musa aliyewapa, ila ni Mungu wa mbinguni anawapa nyinyi chakula. Wao walikula hii mana, walipewa hii mana na Mungu kutoka mbinguni, lakini leo nyinyi Mungu anawapa nyinyi chakula. Tusome hiyo Yohana 6. Yohana sura ya 6 mstari kuanzia wa 31. Mungu anasema, Yesu Kristo anasema hivi, baba zenu waliila mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Damu ya Yesu Kristo. Yesu anatoa maana ya hiyo mana, anasema hivi, ni Mungu ndiye aliyewapa mana baba zenu wakala jangwani, lakini amini nawaambieni, siye Musa ndiye aliyewapa hicho chakula, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha mbinguni. Kwamba hivi, kumbe kile chakula walichokula Israeli jangwani kilikuwa kinamaanisha Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo anasema hivi, siye Musa aliyewapa ninyi chakula kile mana jangwani, bali Baba yangu anawapa chakula kitokacho mbinguni. Anaongelea sasa hivi kwamba kile chakula kilikuwa kinawakilisha Yesu Kristo mwenyewe, lakini anaendelea anasema, kwa maana chakula, anaendea mstari wa 33, kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana,
siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Damu ya Yesu Kristo. Yesu anafasiri maneno matakatifu, anafasiri huu nabii kwamba ile mana iliyotoka mbinguni ndiyo mimi ambayo ulimwengu umepewa sasa hivi kwa ajili ya uzima wa milele. Maana walipewa Israeli. Israeli wanamwakilisha waliokombolewa na Mungu kutoka utumwani Misri, ambao ndio dunia. Hawa ndio wamepewa sasa mana. Mana inawakilisha Yesu Kristo. Yesu Kristo anawaambia hivi, Mungu anawapa nyinyi leo chakula kutoka mbinguni. Chakula cha Mungu sicho kile kitokacho duniani. Yesu anasema chakula cha Mungu hakitokani na dunia. Chakula cha kumpa mtu uzima wa milele hakitokani na dunia. Kinywaji cha kumpa mtu uzima wa milele hakitokani na dunia, kinatoka mbinguni. Yesu Kristo anasema ni lazima kitoke mbinguni. Hicho ndicho chenye uzima wa milele. Watu wakasema, Bwana, utupe sisi hicho chakula, kwa sababu anajua huyu Yesu ametoka mbinguni, ana hicho chakula. Kwa kuwa Yesu Kristo ametoka mbinguni naye ametumwa na Mungu, basi chakula cha Mungu kwa ajili ya ulimwengu kiko kwa Yesu Kristo. Wanamwambia, utupe chakula hicho kila siku, tule, tusiwe na mauti, tuwe na uzima wa milele. Yesu akamwambia, mimi ndimi chakula cha Mungu mlichopewa. Damu ya Yesu Kristo. Mimi ndiyo kinywaji cha roho kwa ajili ya uzima wa roho zenu, uzima wa milele ambacho Mungu amewapa mimi. Damu ya Yesu Kristo. Watu wanatakiwa kuelewa Injili. Watu wanatakiwa kuelewa maandiko matakatifu. Kama unasoma maandiko matakatifu na hauelewi nini kinachomaanishwa, nini kinachohubiliwa na Mungu kwa wanadamu, nini cha kufuata, ni hasara kubwa. Yesu Kristo anawaambia ni Mungu amewapa chakula. Msifikiri kwa habari ya ile mana. Ile mana inamaanisha ni mimi. Mungu amewapa chakula nyinyi. Mungu amewapa kinywaji cha uzima wa milele. Tupe Bwana, tupe hicho tuwe na uzima wa milele. Anaambia mimi ndimi hicho chakula cha uzima, na mimi ndicho hicho kinywaji cha uzima wa milele. Hakuficha Yesu Kristo, anasema yeye ndiyo hicho chakula. Ile mana inamaanisha yeye. Lakini anaendelea anasema, tusome 49 mstari wa 49, sura ya 6 hiyo mstari wa 49, anasema baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Damu ya Yesu Kristo. Mtu akasemaje kwamba haielewi injili ya Yesu Kristo? Unawezaje kusema injili ya Yesu Kristo huijui? Utakuwa ni mwongo, kwa sababu umewaka tamaa. Unatamani fedha na mali, unatamani chakula cha Misri. Sasa unajipumbaza, unasema chakula, injili ya Yesu Kristo huijui. Sio kwamba hukijui chakula chenye uzima wa milele, unakijua, ila sababu umetafuta, unatamani kula vyakula vya Misri. Kwa hiyo huwezi kuhubiri mwili wa Kristo kama chakula cha uzima. Hauwezi kuhubiri damu ya Yesu Kristo kwa sababu umetamani vyakula vya Misri. Kwa hiyo unahubiri vyakula vya Misri, unaacha kuhubiri chakula na kinywaji cha uzima wa milele kutoka mbinguni. Hakuna mtu anaweza akasema hajui injili ya Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo imefundishwa, iko wazi. Yesu anasema chakula hicho nitakachowapa ninyi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Damu ya Yesu Kristo. Anaendelea anasema, mstari wa 52 anasema, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule?
Basi Yesu akawaambia, amini nawaambieni, msipoula mwili wangu, mwili wa mwana wa Adamu, mwili wake mwana Adamu, na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Unataka kusikia nini tena? Mungu ameupa ulimwengu chakula kutoka mbinguni, amewapa ulimwengu kinywaji kutoka mbinguni kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa kuwa tumekombolewa sasa, tumekuwa mali ya Kristo, tumepewa na chakula mpaka siku ya mwisho ya hukumu. Tule hicho, tunywe hicho, mwili na damu ya Yesu Kristo. Je, leo watumishi wa Mungu wanahubiri huu mwili? Je, wanawalisha watu huu mwili wa Kristo? Wanawanywesha kinywaji hiki, damu ya Yesu Kristo? Makanisani, je, ni kila siku katika ibada, ni kweli wanawalisha mwili wa Kristo na damu ya Kristo? Hapana. Wameweka mwili wa Yesu Kristo pembeni, damu ya Yesu Kristo pembeni. Wanahubiri vyakula vya Misri, matango, wanahubiri maboga, wanahubiri samaki, wanahubiri vyakula vya Misri. Ndivyo wanavyovipenda kwa ajili ya mwili, lakini hawajui kuwa ni mauti hiyo. Wanahubiri mafundisho ya dunia, fedha na mali. Hivi ndio vyakula vya Misri. Kama Injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu ya Yesu Kristo, kama alivyofundisha yeye, neno lolote linalofundishwa makanisani au popote na mtumishi wa Yesu Kristo anayejiita mtumishi wa Yesu Kristo, neno lingine lolote ni mafundisho, ni vyakula vya Misri, kwa sababu Injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Kanisani haisikiki hiyo, inasikika fedha na mali, magari na majumba. Wanakumbuka Misri na wamerudi Misri, wanahubiri vyakula vya Misri, na dunia inapenda hivi vyakula vya Misri. Wamesema hatukitaki hiki chakula cha mbinguni, kinatukinai. Wamekinai mwili na damu ya Yesu Kristo. Hawaoni kama ni chakula cha kuhubiriwa, hawaoni kama ni chakula cha kula na damu na kinywaji cha kunywa. Sasa wamekiweka pembeni, wanakula vyakula vya Misri, wanakunywa vinywaji vya Misri. Mauti iko juu yao. Damu ya Yesu Kristo. Watu hawa wakaikataa maana, wanataka vyakula vya Misri. Ndivyo leo ilivyo. Yesu Kristo alipohubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, sura hii ya 6 Yohana Mtakatifu, wakati anawaelezea hii chakula cha mbinguni, anawaambia chakula cha Mungu alichowapa ulimwengu ni mwili wangu na damu yangu. Kuleni hii siku zote ya maisha yenu mpaka siku ya mwisho. Kunyweni hii damu yangu mpaka siku ya mwisho. Watumishi wangu, walisheni watu chakula hiki cha mbinguni, wanywesheni watu kinywaji hiki cha mbinguni, mpaka siku nakuja kuwachukua, niwakute mnawalisha chakula changu na kinywaji changu kila siku pasipo kukoma, bila kuchanganya chakula kingine kutoka Misri, kutoka dunia. Usichanganye, ni hiki tu walishe. Wanafunzi wengi wakamwacha Yesu Kristo kwa sababu tu amesema hiki chakula ndio chakula cha kula milele. Wakaona tule milele hiki, tusichanganye na diet, tusichanganye kabisa na chakula kingine, yani tule tu mana na kunywa hiki kinywaji, damu, mwili na damu, maisha yote mpaka unakuja. Tusichanganye na diet kidogo, tuongeze na vyakula angalau kutoka Misri. Yesu anasema ukichanganya umekufa. Unaona, hiki chakula kinaisha, tumekikinai, weka pembeni. Tunataka matango, maboga, tunataka mdalasini, tunataka samaki za Misri. Ndivyo ilivyo leo. Wanafunzi wakamkimbia Yesu Kristo, wanafunzi wengi waliomwamini, kwa sababu wamesikia ni chakula hiki tu kinachotakiwa kuliwa na Wakristo, na ni kinywaji hiki tu wanachotakiwa kunywa Wakristo. Yesu anaposema hivi, wanafunzi wakaona hatuwezi kuambatana na hilo neno. Neno hilo ni gumu, hatuwezi. Wakamkataa Yesu Kristo, wakamwacha. Wanaenda wapi? Wanaenda kula vyakula vya Misri.
Damu ya Yesu Kristo. Wanasema kuanzia mstari wa 60. Anasema hivi, basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wanalinung'unikia neno hilo, akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi mwonapo mwana wa Adamu akipaa huko alikokuwako? Kwanza roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Lakini kuna wengi miongoni mwao wasioamini, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasiomwamini, naye ni nani atakayemsaliti. Akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Damu ya Yesu Kristo. Mstari wa 66 tunaendelea. Yohana 6 mstari wa 66 anasema hivi, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Naye Yesu akasema, uzima wa milele. 69, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Yesu akawajibu, je, mimi sikuwachagua ninyi thenashara, na mmoja wenu ni Shetani? 71, alimnena Yuda mwana wa Simoni Iskarioti, maana huyo ndiye atakayemsaliti, naye ni mmojawapo wa wale thenashara. Damu ya Yesu Kristo. Maneno haya ni unabii ambao umetimia sasa hivi. Watu wanakataa mwili na damu ya Yesu Kristo, wanasema hatuwezi. Waliomwamini Yesu Kristo wakaacha kumwamini, wakaondoka. Kwa sababu gani? Wamekinai chakula cha mwili na damu ya Yesu Kristo, hawataki kabisa. Lakini Yesu alipoona watu wengi wameondoka kwake, kwa sababu injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu ya Yesu Kristo, sasa watu wamekikinai hiki chakula, hawakitaki hiki kinywaji, hawataki tena. Anawaambia kabisa, hili neno ninalowahubiria, mwili na damu yangu, ndio uzima. Wanasema hata kama hatutaki. Lakini walipoondoka wakabaki wanafunzi wale 12, hao thenashara. Yesu akauliza, na ninyi mnataka kuondoka muwafate wale? Na ninyi hamuamini kwa habari ya mwili wangu? Hamtaki chakula hiki ambacho Mungu ameupa ulimwengu, mwili na damu? Petro akasema, Bwana, twende kwa nani? Twende kwa nani mwingine? Ni wewe peke yako ndio mwenye maneno ya uzima wa milele. Tumekusadiki wewe ni mtakatifu wa Mungu, tutabaki kwako, na chakula tutakachokula ni hiki, mwili wako na damu yako, hatutoki. Yesu aliposikia hivi akasema, je, mimi sikuwachagua nyinyi, na mmoja wenu ni Shetani? Maandiko yanasema alimnena Yuda Iskarioti. Kwa nini anamtaja Yuda Iskarioti kama Shetani? Kwa nini anamtaja Yuda kama Shetani? Hapa ndipo penye siri, kwamba wenye kukikataa chakula cha mbinguni, maana ya mbinguni, yani mwili na damu ya Yesu Kristo, wana chakula kingine ambacho hicho chakula wanachokitaka, hivyo vyakula hivyo vya Misri anacho Yuda. Yesu Kristo anataka kukujulisha kwamba wanaoikataa chakula hiki, wanaokataa chakula hiki cha mbinguni na kinywaji hiki cha mbinguni, wanacho chakula kutoka Misri, na hicho chakula ukitaka kukijua kiko kwa Yuda, ambaye huyu ndiye Shetani ameleta haya mafundisho. Kiko kwa Yuda. Mtazame Yuda Iskarioti, ana mdarasini wa Misri, ana maboga, ana matango ya Misri, kayakumbadia nini? Fedha. Damu ya Yesu Kristo
Injili imeandikwa kwa hekima. Yesu anaonyesha wote wanaokataa mwili na damu ya Yesu Kristo kama chakula cha uzima wa milele, hawataki kuhubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, wanataka kuhubiri mafundisho, vyakula vya Misri. Hivyo vyakula vya Misri utaviona viko kwa Yuda, amba huyu amekwisha kuingiliwa na shetani na ndani yake ana shetani na mafundisho ya shetani amepewa Yuda. Mwangalie Yuda na nini? Vipande 30 vya fedha. Kwa hiyo fedha inayohubiriwa makanisani na watumishi, kwanza hao watumishi sio watumishi wa Yesu Kristo. Hao ni uzao wa Yuda Iskarioti, ni wana wa Yuda Iskarioti, kwa sababu Yuda Iskarioti ingawa ni mtumishi wa Yesu Kristo, anajua injili ya mbinguni ni mwili na damu ya Yesu Kristo, lakini akaiweka pembeni. Amekinai hiki chakula, hataki kukisikia, akashika mafundisho kutoka kuzimu, kutoka kwa shetani, kutoka kwa mpinga Kristo, akayaleta. Kwa hiyo mtumishi yoyote utakayemwona anahubiri fedha na mali, ujue huyu amerudi Misri, amekikinai chakula cha mbinguni, anawalisha watu matango na maboga ya Misri, fedha na mali. Watu wanataka majumba, wanataka kusikia magari na majumba, watu wanataka kusikia uchumi na biashara, watu wanataka kusikia fedha na mali. Watu wamebadilisha mfumo. Makanisa ya Yesu Kristo sasa wanamiliki wanadamu, kwamba hatutaki kusikia mwili na damu ya Yesu Kristo, tunataka kusikia fedha na mali ya Misri, tunataka kusikia fedha ambayo baba yetu Yuda Iskarioti alikuwa nayo. Ndio maana Yesu anasema, je, mimi sikuwachagua nyinyi? Kweli niliwachagua, na nyinyi mna neno langu, mna mwili na damu, ndio maana mmesema uzima wa milele ninao mimi, mwili na damu. Lakini mmoja wenu niliyemchagua ni Shetani. Kwa nini Shetani? Hana mwili na damu ya Yesu Kristo, bali ana mafundisho ya shetani ya kuzimu kutoka Misri, mafundisho ya dunia hii. Wanahubiri fedha na mali. Yuda Iskarioti na uzao wake wote ndio uko sasa. Unabii umetimia. Wanaikataaje mana? Utawaona makanisani kwao jinsi wanavyoikataa mana. Wanaikataaje mana? Israeli walipoikataa mana walitaja Misri. Wanasema umetutoa Misri. Kwa nini wanaitaja Misri? Kwa sababu kuna vyakula vizuri kule. Kwa hiyo Israeli walipokikataa chakula cha mbinguni waliitaja Misri. Yuda Iskarioti alipoukataa mwili na damu ya Yesu Kristo, akaonekana na fedha kutoka kwa mpinga Kristo, kutoka shetani. Kwa hiyo ndani ya makanisa utawajua wanakataa mwili na damu ya Yesu Kristo kwa kile wanachokihubiri. Angalia wanachokihubiri, angalia wanachokesha nacho mchana na usiku kukihubiri. Hawataji Yesu Kristo, hawataji mwili wa Kristo, hawataji damu ya Kristo. Wanataja fedha na magari, fedha na mali. Wako Misri, wanaitaja tu Misri. Kwa hiyo unabii umetimia. Israeli wakaitaja Misri. Leo hao watumishi wanaitaja fedha na mali, wanataja dunia, kwa sababu Misri inawakilisha dunia. Kwa hiyo wachungaji wengi sasa wanahubiri makanisani dunia, kwa sababu wanataja fedha na mali, magari na majumba. Wanautaja, wanahubiriana umauti, wanahubiriana mauti ya milele. Wameweka mbali kuhubiriana uzima wa milele. Yesu Kristo alikataliwa. Yesu Kristo alikataliwa, mbele yake watu wanamwacha kwa sababu wamesikia mwili na damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alikataliwa tangu zamani na Israeli. Wakaikataa mana ambayo ndio Yesu Kristo, wakataka vyakula vya Misri. Yesu amekuja sura halisi, watu wakamkataa mbele zake, wakaondoka. Leo Kristo amepaa, yuko juu mbinguni, kanisa meliacha hapa. Wakristo wale wale wanamkataa Yesu Kristo. Sasa hawahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, wanahubiri fedha na mali. Wamemkataa, wameikataa maana ya mbinguni, damu ya Yesu Kristo. Lakini Petro anasema, hatutoki kwako, hatuendi kwa yoyote, haturudi Misri, hatuwezi kula chakula cha Misri. Wewe peke yako Yesu Kristo una maneno ya uzima wa milele, tumekusadiki wewe. Nini maana yake? Petro hakuhubiri fedha,
kwa sababu kasema wewe ndio una uzima wa milele. Kwa hiyo anahubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama Yesu Kristo, kama Petro amemwamini Yesu Kristo, amemsadiki Yesu Kristo, anakitaka hiki chakula cha mbinguni. Petro hakuhubiri fedha ambayo Yuda aliichukua. Petro alihubiri mwili na damu ya Yesu Kristo. Ndiyo maana aliposema hivi, Yesu Kristo mwisho yuko karibu kupaa, akamwambia Petro, unanipenda? Akasema ndiyo Bwana. Akamwambia, lisha kondoo wangu, chunga kondoo wangu. Awalishe kwa chakula gani? Mwili na damu ya Yesu Kristo. Petro anaulizwa mara 3, unanipenda? Ndiyo Bwana. Chunga kondoo zangu. Uwachunge kwa chakula gani? Mwili na damu yangu, ambayo wewe umesema hautoki, kwa kuwa wewe ndiye uzima wa milele na chakula changu ndio cha uzima wa milele, na wote watakaolishwa na kuchungwa kwa chakula hiki na kinywaji hiki wana uzima wa milele. Chunga kondoo zangu. Petro anaambiwa lisha kondoo zangu. Mwili na damu ya Yesu Kristo ndio chakula, ndicho kinywaji, damu ya Yesu Kristo. Wakati Petro anahubiri Injili, anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana wa Petro sura ya 1 mstari wa 18 na wa 19, anasema hamkukombolewa ninyi mfahamu, mlikombolewa si kwa fedha au dhahabu au mali, vitu viharibikavyo vya dunia hii, bali mlikombolewa kwa damu ya thamani isiyo na ila wala waa, yani damu ya Yesu Kristo. Petro anahubiri damu ya Yesu Kristo. Anaonya watu wasihubiri fedha na mali, ambayo chakula cha Misri ambayo Yuda alikikumbatia. Damu ya Yesu Kristo. Petro anaposema hamkukombolewa kwa fedha, hii inamaanisha, anatuonya msihubiri fedha, kwa sababu hiki ni chakula cha Misri, sio chakula cha mbinguni, na uzima wa milele unapatikana kwa chakula kinachotoka mbinguni. Msihubiri fedha. Tusome mara moja hilo neno, damu ya Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 18 na wa 19. Petro anasema hivi, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana-kondoo asiye na ila asiye na waa, yani ya Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Petro anajua chakula cha mbinguni ni mwili wa Kristo. Kinywaji cha mbinguni ni damu ya Yesu Kristo. Petro anahubiri damu ya Yesu Kristo, anasema msihubiri fedha, msihubiri dhahabu, msihubiri fedha na mali za dunia hii, kwa sababu ni chakula cha kuzimu. Na huyo atakayehubiri fedha na mali, huyo ndiye Shetani. Yesu Kristo anasema, nimewachagua kuwa mitume, lakini mmoja wenu ni Shetani. Kwa nini? Anahubiri fedha na mali. Yuda Iskarioti, mtu anayehubiri fedha na mali leo, huyo ndiyo Shetani anayemtaja Yesu Kristo. Nani awe Shetani? Mimi ni mtiifu kwa Yesu Kristo, kama Petro, kama Paulo, kama Filipo, kama Andrea, kama Bartolomeo, kama wote watumishi wa Yesu Kristo. Sisi tunajifunza kwa Yesu Kristo. Hatuwezi kuwa na ushirikiano na Shetani. Tunahubiri mwili wa Yesu Kristo, sisi ni wa Kristo. Anayehubiri fedha na mali, yeye ni Shetani, kwa sababu fedha na mali inatoka kwa Ibilisi. Mwili na damu ya Yesu Kristo inatoka kwa Kristo. Kwa hiyo anayehubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, huyo ni wa Kristo. Anayehubiri fedha na mali, huyo ni Shetani. Wamechagua wenyewe. Damu ya Yesu Kristo.